Ngoja nikwambie jambo la msingi, mambo matatu manne. Mwaka huu Mungu atainua uchumi wa watu wengi sana. Kama ambavyo mwaka uliisha watu wengi wameinuliwa uchumi wao na wanaona wako kwenye standard nzuri. Ni kwa sababu gani? Mungu aliniambia kwa sababu walitembea kwa maagizo ya Mungu. Kwa kujua Mungu alisema ni wakatembea, wakaanza kuona zile baraka, kaanza kuziona. Na Mungu anaambia nitainua uchumi wa watu wengi sana kwa mwaka huu. Haleluya. Kwa kiwango kingine kabisa. Bwana ananiambia nitawabariki hata wale ambao hawana uzao, nitawapa uzao. Na wale waliotembea kwa muda mrefu kwa kukosa pesa, Bwana ananiambia nitawapa fedha mwaka huu. Nitaondoa masikini kwa kasi kubwa. Na kila mtu ambaye, kuna watu ambao wananifuatilia huduma hii kwa uaminifu kabisa, naomba wawe wanaendelea kujitakasa. Maana Mungu pia anaenda kuwabariki watu wote ambao wamekuwa wakitoa gharama zao kwa ajili ya huduma hii. Ninapokwenda mikoani, tunapokuwa hapa, shughuli zote zinafanyika, Mungu ananiambia watakwenda kubarikiwa. Wengi wametoa sadaka zao, wametoa sadaka za aina mbalimbali, wengine mafungu ya 10 jinsi Mungu alivyozungumza nao, wengine sadaka tu za hiari, wengine sadaka za upendo. Sikiliza, Mungu ananiambia kwa sababu umefanya kwa uaminifu na unajitakasa, anakwenda kukuinua katikati ya watu, utatofautishwa na watu wengi, miongoni mwa watu wengi. Na yale magonjwa yaliyokuwa yanawalemea watu, yanawafuata, ni mwaka wa kufutiwa magonjwa yote na kumbukumbu yote, ili ukae katika amani, uanze kuona raha ya Bwana. Waebrania anasema wala hamjafika katika raha ya Bwana. Watu wengi wanakwenda kuona raha ya Mungu, ndipo watamtukuza. Watakuja kanisani si tu wanataka kuomba, watakuja kanisani wanataka kumtukuza Mungu kwa sababu wameona raha. Mpe Yesu makofi kama unanielewa.